أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد ابن عبد الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العالم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته خلص المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى قيام يوم الدين أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtukufu wa cheo na daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tupo katika darasa yetu ya udhu ambayo tulieleza mengi sana kuhusiana na udhu. Lakini kabla ya kuendelea katika vitu ambavyo Muislamu anatakiwa kuvifanya kwa usahihi sana ni udhu, kwa sababu ndio ulioshikilia swala zetu, kama riwaya inavyotuambia kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba as-salat imaduddin. Katika baadhi ya riwaya in qubilat ma siwaha wa in ruddat ma siwaha. Inawezekana ikawa rudda ma siwaha au ruddat ma siwaha muannath, kwa sababu pia ni jamu. Bwana Mtume akituambia kwamba swala ndiyo nguzo ya dini yenu, kama swala yako itakubaliwa basi matendo yako yote mengine yatakubaliwa, na kama itarejesha swala yako basi matendo yako yote yatarejeshwa. Sasa vipi kama ndugu yangu wewe Muislamu hiyo swala yenyewe huna? Swala ikirudishwa matendo yote yamerudishwa, kazi unazozifanya, sadaka unazozitoa, wema utakaoutenda ni bure. Aya, sasa niambie, hiyo swala huna wewe, hakuna kitakachopokelewa. Na swala yako utakuwa nayo vipi? Pale udhu wako utakapokuwa umekamilika. Haya, tuliimaliza tukafika kwenye vitendo vinavyotengua udhu, tukamalizana navyo hivyo. Leo tuje kwenye mambo ya muhimu sana ya shaka katika udhu. Tutazungumza hukumu za shaka katika udhu. Na ndugu zangu, katika mambo ambayo yanaweza yakawa ni ya kawaida sana na ni madogo madogo sana kwenye maisha yetu ni haya mambo ya shaka. Watu wengi sana wanaanguka na udhu unaweza ukawa ni batili au umepotea kwa sababu ya kutotilia maanani hukumu hizi za shaka katika udhu. Tutaanza na shaka ya kwanza kabisa. Shaka ya kwanza inazungumza, hukumu ya kwanza ya shaka inazungumza mtu akiwa na yakini kwamba ana yakini ya kutokuwa na udhu, ana yakini ya kwamba hana udhu, kisha akashuku kwamba ana udhu. Yani yakini ni kwamba kweli sina udhu, lakini akawa na shaka, mbona kama kuna muda nilitawadha. Hii hali inaweza kutokea. Yani mwanzo unaamini kabisa kwamba wewe udhu una, lakini ikakujia shaka, mbona kama kuna muda nilitawadha, kuna muda mimi nilitia udhu. Ina maana yakini ni kutokuwa nao, shaka ni kwamba unao. Je, afanye nini mtu huyu? Sheria inasema atajitaharisha tena, yani atachukua udhu tena. Asa isikutokea wewe ukawa unaamini kabisa, yani moyo wako umekubali kwamba udhu una, kisha ikakujia shaka kwamba mbona kama kuna muda nilitawadha mimi, hivi nilitawadha hapa Sasa hukumu haikwambii kwamba hapo una udhu. Sheria inasema hapo udhu una, bali unatakiwa utawadhe tena upya. Kwa hivyo hii ni shaka aina ya kwanza. Fiqh ikatueleza wa bil aks, na kinyume chake sasa
mtu akawa na yakini kwamba ana udhu, kwa sababu ametoka kutawadha, pengine hata zile hisia za maji katika ngozi yake bado anazihisi, pengine yamekauka kwa namna yoyote ile, ana yakini kwamba ametawadha, kisha akashuku kwamba udhu ule umetenguka, akaanza kushuku kwamba nililala labda, au kuna muda nililala, au akashuku au nilitokwa na hewa chafu, vitu vya namna hiyo. Sasa ana yakini kwamba ana udhu, kisha akashuku kwamba umetenguka au haujatenguka, akashuku kwamba yuko kwenye tahara au hayuko kwenye tahara, lakini mwanzo yakini inampa kwamba mimi nilitawadha. Nini hukumu yake mtu huyo? Sheria ya kifikihi inatuambia mtu wa design hiyo atajengea katika yakini yake kwamba ametawadha, na ile shaka hatoitilia maanani. Ifahamike kwamba ukiwa na shaka ukiwa na yakini una udhu, kisha ikaja shaka kwamba umetenguka au haujatenguka, shaka ile utaipuuzia, utabakia na yakini kwamba uko kwenye udhu. Hii ni aina ya pili ya mtu ambaye ana shaka, aina ya pili katika hukumu za shaka. Tuje katika aina ya tatu ya hukumu za shaka. Aina ya tatu ya hukumu za shaka ni mtu kuwa na yakini au kuwa na uhakika kabisa ya vyote viwili. Hii ni aina ya tatu. Ana yakini ya vyote viwili, yani ana yakini kwamba alitawadha, kisha ana yakini kwamba kuna muda alitengukwa na udhu. Sasa akashuku ni kipi kilitangulia. Hapa ndo kwenye kizaazaa. Una yakini kwamba ulitia udhu, na una yakini kwamba ulienda baitul khalai, ulienda uwani kujisaidia labda haja ndogo. Sasa ukawa unajiuliza, sasa kipi kilitangulia? Mimi nilienda uwani kwanza ndio nikatia udhu, au nilitia udhu kwanza kisha nikaenda uwani? Wewe Muislamu ambaye leo waswali, haya imekujia hali namna hiyo, ndio pale watu wanapojitia mataklifi yasiokuwa na faida kwa sababu ya kutofuatilia vitu vya kifikri. Kwa hiyo darasa hii leo ichukue. Umeshakuwa kwenye hali ya namna hiyo, utafanyaje Muislamu? Sheria ya fikhi inakwambia kwamba unatakiwa ujitaharishe. Hapa ni lazima ujitaharishe, yani ni lazima ukatie tena udhu. Una yakini vyote viwili, lakini hujui kipi kilitangulia. Una uhakika ulitia udhu, na una uhakika pia ulitokwa na hewa chafu kwa mfano, au una yakini kwamba ulitia udhu, na una uhakika pia kwamba ulilala katika pita yako na muda wako. Sasa ikawa shaka, sasa kilitangulia kipi? Sheria inakwambia katie udhu. Hapo ndipo utaweza kuiendea swala. Hii ni aina ya tatu ya shaka katika udhu. Tuje katika aina ya nne katika shaka za udhu. Tuje katika aina ya nne. Aina ya nne ni ipi? Au sura ya nne ni ipi? Ni kushuku katika nini? Ni pale mtu ambapo atashuku kwamba ana tahara baada ya swala au ibada yoyote ambayo inahitajia udhu. Mtu atashuku kwamba alikuwa na tahara, alikuwa na udhu, lakini ni baada ya swala au ibada yoyote ambayo inahitajia udhu, kisha akawa ana mashaka ya usahihi, angalia, wa udhu wake. Ana mashaka ya usahihi wa udhu wake, akaanza kushuku, mimi nilitawadha sahihi kweli pale? Yani hicho ni kitu kinaweza kukutokea. Una hakika kwamba ulitawadha, na tena ni baada ya swala. Hapa tunazungumza baada ya swala. Tuchukue hatua ya kwanza baada ya swala. Ikija ni kabla ya swala, tunajua nini kifanyike. Tuzungumze baada ya kuwa umesha swali, ukawa na mashaka sasa, hivi nilitawadha sawa sawa? Uso niliosha kweli? Au kichwani nilipaka mimi?
ukawa una mashaka ya design hiyo, lakini ni baada ya swala. Sheria inakwambiaje? Fiqhi inatuambia kwamba swala ambayo umeimaliza imesihi, lakini ni wajibu ukajitwaharishe kwa swala nyingine au kwa mambo mengine yanayohitajia udhu. Angalia hii, una mashaka, umeshamaliza kuswali kabisa. Sasa baada ya kumaliza kuswali una mashaka, nilitia udhu kweli? Nilitia udhu, sina wasiwasi kwamba nilitia udhu, lakini shida, mbona kama kuna kitu nilikiacha pale kwenye udhu? Yani ukawa hiyo ndio shaka imekujia akilini mwako, ndio khalal, ni baada ya swala. Sasa hukumu inakwambia swala yako ni sahihi, yani hautotia udhu kwa swala ile tena iliyopita, lakini ni wajibu uende ukatie udhu tena kwa ajili ya swala nyingine au mambo mengine ambayo yanahitajia uwe na udhu. Hii ni sura ya mtu ambaye ameshuku, lakini baada ya kuwa tayari amesha swali. Haya, lakini atakayeshuku katikati ya swala, atakayeshuku katikati ya swala kisha akawa na wasiwasi, je, nimetia udhu sawa sawa? Au yani alikuwa na yakini ya udhu, kisha yuko katikati ya swala, ameshamaliza rakaa ya kwanza. Baada ya rakaa ya kwanza akaanza kutia mashaka, maana kama kuna sehemu katika udhu niliacha. Vipi swala ile? Sheria inasema kwamba aikate swala ile, kisha atie udhu. Akimaliza kutia udhu aanze upya, sio aendelee na swala pale alipoishia. Hapana, aanze upya wa swala ile. Kwa hiyo atatakiwa kujitwaharisha kisha aanze upya swala ile. Maana yake kama ameshuku kabla ya swala kwamba nimetia udhu, nimemaliza kipengele sahihi au sikumaliza kipengele sahihi, tutakuja kueleza. Lakini ameshuku baada ya swala au katikati ya swala, baada ya swala swala yake inakuwa ni sahihi, katikati ya swala aikate swala yake, ende akatie udhu, kisha arudi aanze swala yake upya na sio kutoka pale alipoishia. Hii ni sura ya 4 katika sura za kuwa na shaka katika udhu. Sura ya 5 au namna ya 5 ya mtu kuwa na shaka katika udhu. Tumesema kwamba hizi ni hali muhimu sana ndugu zangu, zina haja kubwa sana ya kuelezwa ili itakapokufikia, kwa sababu tunajua maisha yetu sisi, akili zetu muda mwingi vichwa vyetu vinafikiri na kuwaza. Inaweza kukutokea ukawa kwenye wakati mgumu sana, wakati mwingine ukaenda ukaingia kwenye taklifu ambayo wala taklifu ile hukutakiwa kuipata kamwe, pengine kumbe ulitakiwa tu uwe tayari udhu wako ni sahihi na uendelee na mambo mengine. Sasa sura ya 5 katika hali ya kuwa na shaka ni yule mtu ambaye atakuwa anayakini kwamba ameacha kipengele kimoja katika udhu. Yani ameshatawadha, amemaliza, akakumbuka kwa yakini kwamba ameacha kipengele kimoja katika udhu. Afanye nini? Yani ushamaliza kutia udhu wewe, kisha ukawa na yakini kabisa kwamba ala, sikuosha mkono wa kulia. Nini utafanya hapa? Sasa sikiza vizuri. Akili ya wengi watakwambia kwamba udhu umebatilika, utaanza upya. Hapana. Fikihi inatuambia kwamba utaanza kutoka kwenye kile kiungo ulichokisahau mpaka vilivyobakia. Yani kama una hakika umeacha. Hii tunazungumza kwanza ni hakika. Imezungumziwa swala la hakika kwa sababu kuna yakini, kuna shaka itakuja baada yake. Hapa tunazungumzia una yakini, umemaliza kutia udhu, ukawa na yakini kwamba sijaosha mkono wa kulia. Sheria itakwambiaje? Anzia kwenye mkono wa kulia, achana na uso. Anzia kwenye mkono wa kulia, njoo mkono wa kushoto, utapaka maji kichwani, utaosha na miguu. Utapaka na miguu kama vile fiqhi yetu inavyotueleza, na tushaeleza mwanzo kwa nini ni kupaka kwenye miguu. Kwa hivyo utakachoanzia ni kile kiungo ambacho una hakika umekisahau, utaanzia pale kwenda mbele.
Lakini vipi? Je, ni muda wowote? Hapana. Sheria inakwambia ni sharti kuchunga mfululizo. Hapa ndio mtu anaweza kujiuliza, kumbe ni rahisi hivyo. Kwa hiyo umeshatia udhu, maji yameshakauka mwilini, umekwenda nyumbani huko, labda umekwenda kuzunguka huko, mpaka baadaye ukakumbuka katika udhu wangu mimi sikuosha mkono, umeshakauka uso, kila kitu kimekauka. Sasa hapa ndio wasema kwamba niendelee kwenye mkono? Hapana. Sheria inasema utafanya hivyo kwa kuchunga mfululizo, yani maji ya uso hayajakauka. Maji ya uso hayajakauka, ukakumbuka mimi ushamaliza udhu, ukakumbuka sijaosha mkono wa shoto, mkono wa kushoto sijauosha, maji ya usoni hayajakauka, maji ya mkono wa kulia hayajakauka. Pale unatakiwa uanze tena kuanzia mkono wa kushoto, kisha uje upake na miguu miwili. Lakini ikitokea una yakini hiyo, lakini ukaja kukumbuka tayari uko umetia udhu saa 7 labda, imeenda mpaka saa 9 sasa, au ya karibia magharibi, ndio ukakumbuka ule udhu wangu wajua mimi mkono wa kushoto sikuosha. Sasa pale huwezi kwenda kuanzia mkono wa kushoto, kwa sababu kuna kitu kinaitwa almuwalati. Tumeeleza katika masharti ya kusii kwa udhu, tumeeleza kuna kitu kinaitwa mfululizo, na mfululizo ukikosekana maana yake udhu unaharibika. Na mfululizo ni kiwango gani? Ni kiwango cha kwamba maji ya sehemu iliyotoka hayajakauka kwenda kwenye kiungo kingine. Kwa hiyo lifahamike wazi ndugu zangu, isije mtu akafahamu vibaya akaona mbona tumepewa fatwa mpya kwamba nikitia udhu nikija nikikumbuka baadaye sijaosha mkono wa kushoto nianze kwenye mkono wa kushoto, hivi viungo vingine vitatembea na udhu. Hapana. Ukikumbuka baadaye viungo vishakauka, huo udhu tayari ushabatilika. Ukikumbuka kwamba uliacha mkono, udhu huo ushabatilika. Kwa hiyo unachotakiwa ni kuja kuanza upya. Lakini sio pale maji hayajakauka ushamaliza kutia udhu, unaondoka kuelekea kwenye swala, mkono sijauosha huu mimi, na ukawa na yakini. Hapo tuzungumzie shaka. Ukiwa na yakini mkono hujaosha, maji bado hayajakauka, unarudi kwenye bomba, unaanzia mkono wa kushoto kuendelea kule kuliko bakia, maana yake bado uko kwenye kitu kinachoitwa mfululizo. Hapa nafikiri tumeelewana. Kwa hiyo ukiwa na yakini kwamba umetia udhu na umemaliza, lakini ukawa una yakini kwamba kiungo kimoja wapo hujakiosha, pale cha kufanya ni kufuata vile, kuanzia pale ambapo una yakini kwamba hujaosha, au una yakini kwamba hujafanya kitendo cha udhu, kuanzia pale kuendelea mbele ndio utakachoendelea nacho. Lakini sasa kama atashuku, tumezungumza hapa ni yakini. Kama utashuku sasa baada ya kumaliza, na ndio maana tukatanguliza kipengele hichi cha kuwa na yakini kwamba umesahau, umeacha, ili tuje tufikie sehemu hii ya shaka. Mimi nimetia udhu, maliza kutia udhu nikatia shaka kwamba hivi kichwani nilipaka maji au sikupaka maji kichwani. Hii ni shaka. Sasa hukumu inasemaje? Fiqhi inatuambiaje kwa mtu ambaye ameshuku baada ya kuwa tayari ameshamaliza kutia udhu? Hukumu inasema hivi: lau mtu atashuku baada ya kumaliza udhu wake, basi hatoshughulika na shaka ile. Usishughulike na hiyo shaka. Hiyo ukija kwenye elimu ya usulul fiqhi, ukisoma kwenye kaidatul faraghi, kwamba wewe unajijua siku zote unatawadha vizuri, hakuna haja tena ya kukariri na kurudia udhu wako. Kwa hiyo mtu akishuku kwamba mkono sijaosha mimi, mkono nimeosha au sikuosha, kichwani nimepaka au sikupaka, wakati huo ushamaliza udhu, yani enda zako msikitini, ushamaliza paka miguuni, ushapaka miguu. Sasa kwanza kujiuliza, hivi kichwani nilipaka maji mimi au sikupaka? Shaka hiyo utaipuuzia, utaachana nayo. Ina maana udhu wako utakuwa ni sahihi na utaendelea na ibada nyingine zote, maadamu utakuwa hujafanya kitu kinachotengua udhu. Ndugu zangu, hizi ni shaka katika udhu ambazo tumezieleza. Tusimamie hapa katika shaka za udhu,
walhamdulillahi rabbil alamin.